kazi ya Mungu kwa ujasiri na kwa uwezo bila kuaibika. Amen. So leo hii tumekuja kwa sababu ya jinsi ambavyo ndugu Clement kama Askofu Clement alikuwa akatueleza kuwa tuko na huduma ya kupeana Biblia kwa ajili ya wale ambao wanatamani sana kuwa na neno la Mungu mikononi mwao, lakini hawana hiyo uwezo ya kupata Biblia kwa mikono yao. Neno la Mungu lina maana sana kwa ajili ya maisha yetu. Amen. Mithali, Proverbs chapter 30 verse 5 number 6 inasema, every word of God is beautiful. It is a shield to those who put their trust in Him. Do not add anything to the word of God, lest it be found to be a lie. Kila neno la Mungu ni safi na liko na uwezo wa kuwalinda. Anaweka tumaini lao kwake na anatuambia tusiongeze lolote kwa hilo neno, tusije tukapatikana kuwa waongo. Unapochukua neno la Mungu na uongeze kitu juu yake, tayari wewe umekuwa nani? Umekuwa muongo. Sasa wewe hautakuwa ni shahidi wa neno la Mungu, utakuwa ni shahidi wa uongo. Amen. Na Mungu anataka tunapolipeana neno lake jinsi lilivyo katika Biblia, tunapofanya hivyo, hapo ndipo wakati ambapo mabadiliko kamili yanaweza kupatikana ndani ya maisha ya mtu yeyote ambaye baada ya kusikia neno la Mungu na kuweka tumaini lake kwa hilo neno. Biblia inasema huyo mtu atapata ulinzi kutoka kwa Mungu na atapata pia baraka kutoka kwa Mungu, baraka ya kweli. Amen. So tunapofanya huduma huu, Mchungaji George yeye ni missionary, anapenda sana kazi ya missionary. Ametembea maeneo mengi sana ndani na nje ya nchi ya Kenya kwa ajili ya kazi ya injili, na Mungu amempatia kipawa na kipaji kwa ajili ya kufundisha. Tuko pia na shule ya Biblia ambayo tunadumu pamoja na yeye pale, tunafundisha wachungaji, maana tungependa kuona wachungaji wakiwa wafahamu mzuri kamili ya neno la Mungu. Leo hii hatutachukua muda mwingi kwa sababu ya muda, tuko tuna vipindi vichache, tutapata nafasi ya kuzungumza tu nasi kwa uchache msingi wa neno la Mungu